Narudia, wewe unaweza ukasema mimi sina miungu mingine, au kaona ndugu zetu wengine wanaabudu sanamu zile wanazoziona. Yesu asifiwe. Lakini sisi tuna sanamu zetu ambazo hazionekani, ziko huku mioyoni. Yesu asifiwe. Walokole wanatusanamu tudogo tudogo twingi tofauti, ila hatuonekani kwa macho ya damu na nyama. Haleluya. Amen. Kwa mfano, ukiingia kwenye maombi una uwezo wa kuomba dakika 5 au dakika 3, lakini ikifika saa ya kujilembesha, unasafiri, unakwenda out, yaani unaweza ukakaa kwenye kio zaidi ya nusu saa, unageuza gauni hili naona hili halifai, unarudisha kwenye sanduku, unachukua hili, unajiangalia kwenye kio zaidi ya dakika 10 uko kwenye kio. Lakini kwenye kumwomba Mungu dakika 5 umemaliza maombi. Sasa kale kakio kako kanaweza kakaa kama Mungu kako kadogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema usiwe na miungu mingine. Inatokea wakati fulani kuna mgeni anakuja nyumbani kwako, siku ya Jumapili, siku ya ibada, au siku yote ya ibada kama siku ya leo, lakini mgeni anafika muda ule wa ibada. Sasa ukiacha kwenda kanisani, ukiacha kwenda kumwabudu Mungu kwa ajili ya kumkaribisha huyu mgeni, maana mgeni amechukua heshima ya nani? Kwa huyu mgeni wako ndio Mungu wako, kasanamu kengine yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anasema usiwe na miungu mingine. Anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu ndiye anayetabika kwa habari ya kula kwako na kuamka kwako na kulala kwako. Labda mimi nikuulize swali. Hivi unapokwenda kulala usiku, chukua simu yako au saa yako, kama una saa sawa, kama una simu chukua simu, lakini naomba uangalie saa yako kwa umakinifu, uangalie kwa umakinifu wote, uwe makini kweli kweli, uangalie ni sekunde ya ngapi ulipoteza mwelekeo, yani kutoka huku duniani na huko ulikokwenda, yani mpaka usingizi unapokutoka, kwa sababu usingizi ni maisha mengine. Sawa sawa, tumishi wa Bwana. Wangapi mwahi kuota ndoto? Aliwahi kuota ndoto? Unajiona wewe, yani ni wewe umelala kitandani, lakini unajiona wewe uko Moshi, si uko Bukoba, uko Tanga, uko unalima, unachota maji, ukikurupuka kumbe uko kitandani bado. Mungu wetu asifiwe. Kuna mwingine aliwahi kuota ameokota hela nyingi akaweka chini ya mto. Sasa alipoweka kwenye mto kule, alipokurupuka asubuhi, ana furaha ile aliyokuwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ndoto kule, amekurupuka akiwa na furaha na ile raha ya hela, nina hela leo. Akanyanyua mto wake kuja kuangalia mto huko vile vile kama jana. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyu kwenye ulimwengu wa roho anaonekana na hela, lakini kwenye damu na nyama hana hela. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Msingi na chanzo kikubwa cha dhambi huko duniani ni kuabudu Mungu mwingine, ni kukipa heshima kitu kingine ambacho si Mungu. Imefika siku ya Jumapili, unaheshimu biashara yako, kazi yako, baada ya kumsikiliza Mungu wa mbinguni. Mungu ana masaa tu mawili ya ibada, ni masaa mawili, lakini hao masaa yako mawili uliopewa, unaona umepoteza muda, utaokota sana hela nyingi. Unaona heri ufanye biashara, uache kwenda kwa Mungu aliye juu. Mungu wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anaweka sheria mbele yako na amekupa maamuzi. Akasema hivi, mwanadamu, ninaweka mambo mawili mbele yako. Naweka baraka, naweka na laana. Naweka uzima, naweka na mauti. Akakuruhusu, akasema chagua.
Mungu wetu asifiwe. Amen. Kwa wewe ndio mwenye maamuzi ya kuishi au kutokuishi, ya kuwa hai au kutokuwa hai. Haleluya. Mungu amekupa akili timamu. Mungu amekupa ufahamu. Mungu amekupa maamuzi. Sisi tuko tofauti kidogo na wanyama. Wanyama wana uhai. Wanyama wana mwili lakini hawana nafsi. Ndio tofauti iliyopo kati ya sisi na wanyama. Uhai wanao, mwili wanao, na sisi uhai tunao, mwili tunao. Tunachotofautiana sisi na wanyama ni kwamba sisi tuna nafsi iliyo hai, wao hawana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu ameweka maamuzi kwenye akili yako na kwenye moyo wako. Wewe ndio uamue. Mbinguni tunajua tutakwenda. Ishu ya kwenda mbinguni ni maamuzi yako leo. Ukisoma Yohana 3:16 anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakumwamini mwana wa Mungu wa pekee. Kwa kuto kumwamini Mungu, kuto kumwamini Yesu Kristo ni dhambi, na ndio dhambi kuu. Dhambi iko moja tu. Mungu wetu asifiwe. Dhambi iko moja. Wewe unasema ile na dhambi nyingi, lakini dhambi ni moja. Dhambi ni kuto kumwamini, kuto kumpokea Yesu, kuto kumwamini Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Huu ndio msingi wa dhambi zote duniani. Ukiona mtu analewa, au ukijua amemsaliti Yesu, hajamwamini Yesu. Ukimwona mtu anaua, au ukijua kwamba hajamwamini Yesu. Ukiona mtu anasema uongo, manake hajamwamini Yesu. Dhambi ni moja, kutomkiri Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio dhambi kuu namba moja, na iko moja. Mengine ni matokeo ya kuto kumwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu anakosea huku duniani, lengo tu ni kwamba hakumwamini Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake. Amen. Haleluya. Amen. Mungu aliupenda ulimwengu. Hamaanishi kwamba aliipenda miti. Anapozungumza ulimwengu, anazungumza juu ya wanadamu. Kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, maana Mungu alitupenda sisi wa ulimwengu. Alikupenda wewe, alinipenda mimi. Ndio maana akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee. Amen. Kule mbinguni kuna njia moja. Yesu pekee yake ndiye njia. Hakuna njia nyingine, na hakuna mtu yeyote atakaye kwenda mbinguni isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Amesema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa Yesu ndio njia. Haleluya. Hata kama mtu anaamini, anafanya matendo mema, anafanya matendo mazuri, lakini asipoamini, asipomkiri Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, mbingu haipo kwake, ijapokuwa na matendo mema. Amen. Amen. Mungu anakupenda sana. Mungu anakujali sana. Mungu anatabika sana kwa maisha yako. Ndio maana unasafiri huku na kule, unakwenda huku na kule, unasikia kuna ajali zimetokea, watu wanakufa. Wewe unapanda magari hayo hayo kila itwapo leo, wewe hujawahi kuona ajali. Mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanakufa kwa ukimwi, lakini wewe upo. Sio kwamba ukoseaji, unakosea. Na inawezekana ulikuwa na kamchepuko kabla ya hapa, lakini Mungu amekulinda, amekutunza huko hivyo ulivyo. Mungu anatabika unapokuwa umelala usiku, umelala usingizi mzito, wako wanaotamani wewe usiishi.
wanaotamani ufe hata leo hii uondoke duniani, lakini Mungu amekulinda, amekufunika. Unaamka, unalala, unaamka, unalala, unaamka. Mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ukitaka usimwabudu Mungu, nikupe sababu. Nimesema ukachukua usiku wa leo saa yako, uangalie kwa umakini, uangalie ni sekunde ya ngapi ambapo uliingia usingizini. Yaani ukatoka huko kwenye dunia yetu ukaingia huko kwenye ulimwengu mwingine. Ukijua hiyo sekunde ni sekunde ngapi au dakika ngapi, hakuna sababu ya kumwabudu Mungu. Yaani achana kabisa na kumwabudu Mungu, maana hayupo. Lakini kama kwenda kulala umekuwa makini, unaangalia saa yako kila dakika, unaangalia, uwe makini, ukajikuta tu umepoteza mawasiliano, unakuja kukuta umeamka asubuhi. Kama ukijua yuko anayetoa usingizi na yuko anayekuamsha, manake huyo ndiye anayestahili kuabudiwa. Out of that, nje na huyo hayuko mwingine. Mungu anakupenda sana. Mungu anatuwazia mema sana. Mungu anatujali sana kuliko unavyofikiri. Yaani upendo wa Mungu kwetu, tungekuwa tunalinganisha namna Mungu anavyotupenda na namna ambavyo sisi tunampenda yeye, yaani ni tofauti kabisa kabisa. Haleluya. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu akasema hivi, mimi ningekuwa ndio Mungu, afu Mungu ungekuwa ndio mimi. Yaani wewe Mungu ungekuwa mwanadamu afu mimi ndio Mungu, ningeua dunia yote. Kwa sababu wanadamu hawasikii. Mungu anasema hiki hatusikii. Anasema nenda huku, heri atapunda anasikia na ng'ombe anasikia. Lakini binadamu nguru mbili hatusikii. Yesu asifiwe. Amen. Mruhusu Mungu kwenye maisha yako. Na Mungu anasema usiwe na miungu mingine. Kuna wanadamu wanakwenda kuabudu miungu mingine ambayo si Jehova. Mtu anadiriki kwenda kwa mganga wa kienyeji amsaidie. Hivi ukianza kufikiri kwa kitu za kibinadamu, hivi Mungu na huyo aliyemuumba huyo mtu, kwa sababu huyo kumbuka ameumbwa na Mungu, hapo unaenda kupiga magoti kwa huyo Mungu, hivi una akili timamu kichwani? Kuna baba mmoja aliwaambia kalete kuku. Mganga amemwambia wakalete kuku. Alipompelekea kuku, baadaye akachukua tumajivu, akachukua na kucha na kanyoya, akamfungia kwenye ilizi. Yeye kuku anakula na watoto wake, wana kufungia ilizi, akufungia na majivu na manyoya. Yule baba alipofika nyumbani akafungua kale kaili, nione huko ndani kuna nini. Akakafungua, akakuta kuna ukucha, kuna nyoya na kuna majivu. Hivi majivu wewe hunayo nyumbani kwako? Kwani manyoya wewe huna? Sasa kama alikuwa anahitaji hayo majivu, si angesema tulete majivu, lete manyoya, lete na kucha. Ila kuku mle wewe mwenyewe. Yeye unafika mahali ukimfikiria mwanadamu anakuwa hana akili. Hata akili za kawaida hazitumiki. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnisikie vizuri. Hili anga linawatawala, ila kwa macho haya hauwezi ukawaona. Ila Mungu akikufunulia kwa neema, unaweza ukaona wamiliki yake. Sawa sawa? Na wako wengi kuliko unavyofikiri. Shetani tangu alipoumbwa, mapepo tangu alipoumbwa yanazaliana lakini hayafi. Hebu fikiri, tangu kipindi cha Adamu na Hawa wangekuwa nazaa hawafi, wanazaliana tu, hakuna kufa. Na wale akina marehemu na wenyewe wangeendelea kuzaliana, si ndio? Hivi leo pangekuwa pa kukanyaga hapa kwenye dunia hii? Sasa mapepo yanazaliana, majini yanazaliana, lakini hayafi.